Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Amma ba'du, tunakumbushana kitu kimoja, subira ni kitu muhimu sana katika maisha. Usiishi ila jitahidi sana kuitafuta subira mahala ilipo ili uweze kuambatana nayo. Nikupe historia kwa ufupi ya Nabii Ayub. Nabii Ayub yeye aliumwa maradhi takriban miaka 18, lakini hata siku moja hakuwahi kumkufuru Mwenyezi Mungu, isipokuwa bali alikuwa anapambana na vitu aina mbili. Kitu cha kwanza alichokuwa akipambana nacho Nabii Ayub, kwanza ilikuwa ni shetani, kwa sababu shetani yeye alichukua ahadi kwa Mwenyezi Mungu kwamba atampoteza, atahakikisha kwamba anatoka katika msimamo wake. Maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewahi kumsifu kwenye Qur'ani na vitabu vilivyotangulia kwamba inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab, kwamba hakika sisi, Mwenyezi Mungu anatumia tashrif kuitukuza nafsi yake. Mwenyezi Mungu anajitukuza mwenyewe, ile dhati yake, ile nguvu yake, kwamba hakika sisi tumemkuta huyu Ayub kwamba ni mwingi wa kusubiri. Alikuwa ni mwingi wa kusubiri. Ni'mal abdu innahu awwab, hakika ni bora katika waja. Hakika yeye alikuwa ni mwingi wa kurejea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Shetani alipambana naye usiku mchana, anahakikisha kumpoteza, lakini hakufanikiwa, kwa sababu ilikuwa anakwenda kumpa tashwishi amtoe katika msimamo. Lakini miongoni mwa maneno ambayo alikuwa akimkatisha tamaa Nabii Ayub, anamwambia lau kunta nabiyan haqa ma kana Allahu yabtalika min hadha albala, lau kama ungekuwa wewe ni nabii wa kweli, basi Mwenyezi Mungu asingekupa mtihani wa maradhi haya. Kwa nini? Kwa sababu kwanza anaonyesha kwamba kile cheo chake kwamba ni kikubwa. Why? Kwa nini Mwenyezi Mungu ampe mtihani? Sasa hapo ndo unatakiwa ujiulize, mimi na wewe. Yaani una nafasi kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alafu wewe unapewa, yani kuonyesha kwamba Ibilisi anataka kumshawishi Nabii Ayub yeye aonekane kwamba si lolote, si chochote kwa Mungu. Lakini Nabii Ayub yeye aliendelea kwa msimamo wake, akamwambia lau alimta ya Ibilisa, lau alimta ni'mata allati an'ama Allahu alayya la hasadani. Akamwambia kwamba lau kama wewe Ibilisi ungetambua neema ambayo Mwenyezi Mungu aliyonineemesha kwangu mimi, basi ungelinionea choyo, ungenifanyia husda. Angalieni imani kubwa ya Nabii Ayub. Kaishi miaka 18, kapoteza wake, kapoteza mali zake zote, watoto wote, lakini bado anaendelea na msimamo. Kaumwa maradhi makubwa ambayo ilifikia hatua majirani wote walimkimbia. Kwa sababu gani? Walimkimbia kwa sababu ya ile harufu iliyokuwa inatoka ndani ya chumba chake. Kwa hivyo tuwe na subira kubwa sana. Mwenyezi Mungu mwenyewe anasema kwa kumalizia, baada ya kuonyesha ile ukubwa wa subira yake, huyu Nabii Ayubu ilifikia hatua anamwambia Mwenyezi Mungu, Allahumma bitalini bijasadi wala taj'alil balaa yusibu bilisani. Ewe Mwenyezi Mungu, nakuomba, kweli umenipa maradhi, umenionja kunipa maradhi, lakini naomba usiupe mtihani ulimi wangu. Nipe mtihani mwili wangu wote, nipe maradhi, lakini ulimi wangu usiuguse. Kwa nini? Ndio tunakuja kuthibitishiwa kule katika aya kwamba innahu awwab, yeye alikuwa ni mwingi wa kurejea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alikuwa anamtaja sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hata wewe na mimi tushike maneno haya, tunapopatwa na mitihani tufanye wingi wa kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tutanusurika kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa Ayuba idhnada rabbahu anni masani yadhurru wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurri
Mwenyezi Mungu baada ya Nabii Ayubu alivyomuomba yeye kwamba mimi nimepatwa na maradhi, basi Mwenyezi Mungu akamuondoshea maradhi yake. Inshallah Mwenyezi Mungu atupe subira katika maisha haya.